ukweli unabaki ni ule ule, na abadan hauwezi ukapinga ukweli kuwa Iran kwa sasa ndiye superpower Middle East, Mashariki ya Kati kwa sasa. Kwa sababu unajua, ni bora kama Marekani mwanzo kabisa angekubali tu kuingia kwenye meza ya mazungumzo na Irani wayamalize kiutu uzima. Bado Marekani angebaki na ile ile heshima yake na aendelee kuheshimiwa kama superpower na namba moja duniani. Lakini kwa sasa no. Ulimwengu kwa sasa unavyoiangalia Marekani ni tofauti na ilivyokuwa mwanzo. Mwanzo ilivyokuwa, ulimwengu ulikuwa unaiangalia Marekani kama superpower kwa sababu ndivyo walivyojiweka hivyo. Na unakumbuka walipiga mkwara mmoja mzito Marekani kiboko ya njia. Hawa jamaa walipiga mkwara mmoja mzito, mnakumbuka pale Venezuela, chap ndani ya masaa 6 Nicolas Maduro hayupo. Wameshamnyakua, wamempeleka Marekani. Jamani, mnaona hii ndio Delta Force hii. Angalieni, Delta Force ni kiboko. Watu wakaanza nafikiri mnakumbuka kusifu Marekani wakiamua kukuchukua sijui nini na nini. Mnakumbuka kulikuwa na situation fulani iliyokuwepo hapa kwetu Tanzania. Na watu wakawa wanasema, na harakati, tunamuomba Donald Trump aje haraka. Nafikiri mnakumbuka, sitaji kuyaongelea sana. Lakini huo ulikuwa ni mkwara wa Marekani. Amepiga mkwara wa hatari, yani ndani ya masaa 6 pale Venezuela tayari Nicolas Maduro hayupo. Kaja kuwaambia watu, wakaanza unaona mlikuwa mnasema Venezuela imejiandaa, mnaona. Tukaja kuwaambia watu, hapana, Nicolas Maduro amesalitiwa na watu wake. Kwa hiyo ndo wakataka waipeleke Irani, wakasahau kuwa wale ni Waajemi na ni taifa ambalo lina ustaarabu wa miaka 1500 nyuma. Kwa ndio maana nakuambia pasina shaka ni kwamba, au ukweli lazima uzungumzwe kuwa Irani kama Irani bado ni taifa ambalo ni taifa la nguvu sana. Ni taifa ambalo ndio superpower kwa sasa kwa pale Mashariki ya Kati. Ukumbuke Irani namna anavyomchezesha Marekani muziki, China inaangalia na Urusi pia vile vile inaangalia, na mataifa mengine kama Korea Kaskazini yanaangalia. Ndio hapa juzi umeona Donald Trump anachokiongea, anasema kuwa sema wapunguze idadi ya wapunguze mazoezi ya kijeshi kati ya Marekani na Korea Kusini, kwa sababu isije ikatuma signal mbaya kwa Kim Jong Un, akajua tunafanya mazoezi kwa ajili yake, kwa sababu mimi na Kim Jong Un sisi ni marafiki sana. Amesahau ni kauli nyuma tu hapa alikuwa anasema tukimalizana na Irani inayofuata ni Korea Kaskazini. Hiyo yote imesahaulika. Tuachane na haya. Nilichokuwa nataka kukuambia hapa ni kwamba Irani hawa ambao sasa ndo tunasema kwa sasa Mashariki ya Kati ndo wamekuwa superpower. Irani hawa wanataka kuvamia mataifa ya NATO. Naomba unisikilize vizuri. Irani wanawaza kuvamia mataifa ya NATO iwapo Donald Trump ataendeleza huu mgogoro na kufanya mgogoro uendelee kuwa ni mkubwa. Plani au mipango ya Irani ni kuvamia mataifa ya Ulaya. Mfano, kuna taifa ambalo liko kusini mashariki mwa Ulaya, ambalo taifa hili pia ni mwanachama wa NATO, na taifa hili sio lingine ni Bulgaria. Taifa ambalo lilijiunga NATO mwaka 2004. 2004 ndipo Bulgaria walijiunga NATO. Lakini miongoni mwa mataifa pia yaliyosaidia Marekani kuendelea kuishambulia Irani, Bulgaria na yenyewe ipo. Ni kwa sababu Bulgaria ndio ilitumika kuhifadhi ndege hizi ambazo tunaita ni mid-air refueling tankers. Na hapa nitakuwa naongelea KC-135 Stratotanker, lakini pia na KC-47 Pegasus, ndege ambazo ndizo zilizokuwa zinatumika kujaza mafuta ndege za kivita zilizokuwa zinaenda kufanya mashambulizi ndani ya Irani na kushambulia miundombinu ndani ya Irani. Hii ni Bulgaria ambayo inawekwa kwenye target sasa rasmi ya Irani. Kwa hiyo iko hivyo. Lakini nchi nyingine ni kisiwa hiki kinajulikana kama kisiwa cha mbona kinataka kunitoka tena. Takumbuka hapa.
Cyprus. Yes, kisiwa cha Cyprus ambacho kile na chenyewe kina kambi ya jeshi kubwa la Uingereza, ambapo nadhani mnakumbuka kipindi ambacho USS Abraham Lincoln aircraft carrier au ile meli kubwa ya kivita ya Marekani, nakumbuka kipindi ambacho Irani walishambulia, maana hiyo tuliwahi kuongea hapa, hata Donald Trump mwenyewe alikiri kuwa meli yao ilishambuliwa, basi walikimbilia kwenye hiki kisiwa cha Cyprus, na chenyewe kinakuwa kwenye target ambayo ni target ya Iran. Kwa hiyo tuna Bulgaria hapa na tuna hiki kisiwa cha Cyprus, ambavyo visiwa hivi vimewekwa kwenye target ya Iran. Na ili sio la kulidharau kwa Iran wanavyoongea hivi, kwa sababu mwingine angeweza kudhani labda ni maneno matupu Iran wanayoyaongea. Nafikiri mnakumbuka ndugu zangu, ni mwezi wa 3 Uturuki ilisema kuwa iliweza kuintercept makombora ya ballistic ambayo yalirushwa na Iran au yalipigwa na Iran. Uturuki wakasema waliweza kuintercept haya makombora, na hii ikaonyesha kuwa mifumo yao ya ulinzi iko active. Maana Uturuki ni taifa pia liko NATO na ni mshirika mojawapo wa au mwanachama wa NATO, hii jumuiya ya kujihami ya umoja wa NATO, jeshi ya NATO kwa sababu ilivyoanzishwa 1949 ilianzishwa na Marekani kwa maksudi kabisa. Kwanza lengo lilikuwa ni kuweza kushusha umoja wa Kisovieti wa kipindi kile, na wao wakaanzisha kwa kivuli cha kusema sisi ni jeshi la kujihami. Iwapo mmoja wetu, mwanachama mmoja akishambuliwa, basi sisi NATO tutaingia kwa pamoja, kwa sababu hata katika hili NATO hawajakaa kimya, wamejibu, wamesema iwapo Irani watafanya hicho wanachokiongea, basi NATO na sisi tutaingia moja kwa moja katika hivi vita. Yani sisi tutaingia moja kwa moja, tutaingia kwenye hivi vita. Kwa wameongea, sio kwa hawajaongea, hawajaliacha hivi, pia na wao wamejibu pia vile vile kwa na wao wataingia moja kwa moja. Kwa ndivyo mambo yanavyoenda hivyo. Lakini sasa tunarudi hapa, ama niseme tunakuja hapa kuwa hawa Uturuki waliweza kuintercept hayo makombora ya balistiki ambayo wanasema ni Irani waliyapiga upande huo. Okay, turudi hapa kwenye kisiwa cha Diego Garcia ambacho hiki inajulikana kama Joint UK and US Base, ambapo hii ni kambi ya pamoja wanayoshirikiana kati ya Marekani na Uingereza. Lakini kambi hii ni kambi ya Mwingereza, ambapo tunaweza kusema Marekani ni kama yeye amepanga kwenye hii kambi ya Mwingereza. Ni kisiwa kiko katikati ya bahari ya Hindi, kinajulikana kama Diego Garcia. Na kisiwa hiki ukumbuke, Irani alipiga makombora mawili yalifika kwenye hiki kisiwa, na ni umbali wa kilomita kama 4,000 kutokea Irani mpaka ufike kwenye hiki kisiwa. Jambo lililoishangaza dunia, na dunia ikabaki kwenye taharuki, kwa sababu kwa miaka mingi Irani ilikuwa imesema ina makombora yanayoenda kilomita 2,000, na makombora haya kilomita 2,000 hii yote ni kwa sababu ya Israeli, na wao makombora waliotengeneza wakasema hii ni kwa sababu ya Israeli pamoja na wale washirika wa Israeli, taifa la Israeli. Kwa hiyo ndio maana kila saa wakashangaa, kwa sababu hawakuwahi kukiri hadharani wao Waajemi kuwa wana makombora yenye uwezo wa kuweza kufika kilomita 4,000. Hawakuwahi kukiri hadharani. No. Wao walisema tu makombora yao ni kilomita 2,000. Kwa ndio maana sasa ukiangalia umbali wa kutoka Irani mpaka ufike kusini mashariki mwa Ulaya na kulikuta taifa la Bulgaria, ambalo taifa hili Irani wanashutumu kuwa mashambulizi ambayo Marekani alikuwa anafanya ndani ya Irani, ndege hizi za kivita zilizokuwa zinashambulia Irani, basi zilipewa hifadhi ndani ya taifa hili lililoko kusini mashariki mwa Ulaya, yani taifa la Bulgaria, basi na lenyewe litagongwa iwapo. Ukumbuke wamesema iwapo, kwa sababu Marekani ukumbuke anasema bado anawaza kuendelea kuishambulia Irani. Kwa wao Irani wasema iwapo Marekani ataishambulia Irani, basi sisi tutadili na haya mataifa. Kuna hiyo Cyprus pamoja na hilo taifa la Bulgaria. Haya mataifa yamewekwa mawili. Cyprus ni kisiwa hiki, lakini Bulgaria ni taifa ambalo liko huko kusini mashariki mwa Ulaya, na lenyewe pia litagongwa. Ndio hiki sasa kimewaleta NATO, na wao wakasema na sisi
hatutanyamaza kimya, na sisi tutaingia kupigana na Iran. Sasa naomba utafakari kidogo, Irani ni nani? Waajemi hawa ni nani? Iwapo bosi wa dunia Marekani mwenyewe ndio huyo yuko hapo, na juzi hapa nimekuambia kuhusiana na Marekani, Donald Trump anaiomba Korea Kusini isaidie kuingia Irani kwenda kupigana na Iran. Imagine, Marekani amefika mahali anaomba msaada. Kumbuka Marekani anayeongoza kwa bajeti ya ulinzi duniani. Kumbuka Marekani mwenye jeshi bora duniani. Kumbuka Marekani mwenye vifaa vya kisasa, vifaa bora duniani. Umeona, nikiongelea vifaa bora naongelea ndege za kivita za kila aina. Nimekutajia hapo hizo Stratotanker KC-135, hiyo KC-47 Pegasus. Hizo ni ndege za kujaza mafuta. Hujaenda kwenye zile ndege ambazo ni hii Sentry AWACS ambazo zenyewe kazi yake ni kama rada, kituo cha rada angani. Haujaenda kwenye mandege makubwa kama hizo B-52, hujaenda kwenye B-2 stealth bombers, hujaenda kwenye ndege kama hizi za kivita sasa hizi ambazo ni fighter jets ambazo ni F-35 Lightning II, kuna F-22 Raptors, kuna F-15, kuna F-16. Haujaenda kwenye helicopters hizi chopper hizi ambazo ziko za aina nyingi, lakini leo Marekani anaomba msaada kutoka kwa Korea Kusini, na imefika mahali sasa imebidi mpaka NATO na wao waseme na sisi tutaingia kwenda kupigana na Iran. Nataka uwaze tu kidogo, Irani ni nani? Maana unajua kuna watu wengine wana akili ile kuwa wamekalili kuwa Marekani ndio sawa. Hatukatai, Marekani ni taifa lenye nguvu na ndio anaongoza kwa kuwa na bajeti kubwa ya jeshi ya ulinzi, ndio hatujakataa. Lakini je, Irani ni nani? Na Irani walimsoma Marekani na Marekani akaingia kwenye mitego ya Iran. Nimekuwa nikikwambia, Irani wameisoma playbook ya Marekani kwa muda mrefu, wakagundua haibadiliki. Wao wakaamua kuchanganya, na ndio matokeo yake imefika mpaka mahali hapa bado Irani imesimama. Na Irani wao wamesema kuwa wana uwezo wa kuendelea kupambana miaka ya kutosha mbeleni, kwa sababu stock ya makombora bado wanayo na drones pia bado wanayo. Kwa hiyo ndivyo habari ilivyo hivyo. Asanteni sana wana IBM channel, na washukuru.